Tunachozungumza ni ibada, maneno, aqwalu, matendo, maneno, wal amali, na matendo unayoyafanya ni ibada. Adh-dhahira wal batin, ni kudhihiri yaliyo dhahiri na yaliyo batini. Bimaana ibada lazima ikusanye kwanza Allah ipendi na Allah iridhie ili itwe ibada. Ikiwa tofauti na hapo, Allah hakuipenda na Allah hatoipenda ila amefundisha au amemwambia mtume wake atusomeshe na atufundishe. Ikiwa haimo kwenye mafunzo, haiwezi kupendwa na Allah na itakuwa sio utumishi. Ile wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itakuwa haipo, itakuwa wewe haupo pale. Sikuumba nini majini, sikuumba wanadamu na majini ila kwa ajili ya kunitumikia. Lazima utumishi wako uwe ndani ya kile alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na si vinginevyo. Fa salatu ibada, swala ni ibada na iswaliwe kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kutoka takbiri mpaka kutoa salamu. Iwe ibada, iwe ndani ya vile Mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi nikiswali, ili iwe ibada. Kinyume na hapo, hapana, hiyo sio ibada. Hata ukileta swala yako katika mfumo wako au ukaanzisha ibada yako ukaiita ni swala, ukaiswali, ukaiwekea raka 4, ukiwekea raka 2, lakini ni ibada yako, hiyo haipo. Hiyo haipo. Kama sema leo unaswali raka 2 za sunna ya Rajab, hakuna raka 2 za sunna ya Rajab ili kuandikwa mahala. Hiyo hauna thawabu yoyote uliopata. Kweli mwezi ni wa Rajab bana, leo mimi raka 2 kwa ajili ya Rajab, au siku leo unasimama kwa sababu leo ni Rajab nisimame kiamu, hicho hakuna. Mwenyezi Mungu wala haridhi. Swala umesujudu, umesema subhanallah, umesema kila kitu, lakini nani alikuambia kuna raka 2 za Rajab? Hakuna. Leo ni Ijumaa. Leo bwana, Ijumaa ya kwanza ya Rajab tunatakiwa tuswali usiku na tufunge mchana. Hiyo haipo. Kwa sababu umeswali kweli kwa ajili yake, lakini je, anairidhia ibada? Ameisomesha, hakuisomesha? Ameifundisha, hakuifundisha? Imefundishwa na mtume, haikufundishwa? Basi hiyo sio ibada. Wa saumu ibada, na saumu ibada. Saumu ni nini? Ibada. Lakini lazima hiyo ibada iwe imefuata katika mrorongo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Unafunga kwa ajili ya kitu fulani ambacho hakiko katika sheria, hiyo funga utakuwa umeshinda na njaa na wala haitotambuliwa. Lazima iwe funga ile ina fungamano, ima funga kwa ajili ya nani? Umesema leo unafunga kwa ajili ya Allah, naam, sahihi. Lakini kama ni kwa ajili ya Allah, lazima iepuke masiku, isiwepo Ijumaa wala Jumamosi, kwa sababu hii hairuhusiwi kufunga saumu ya mutlaq, mpaka iwe na sababu. Hizo hairuhusiwi katika hizo siku. Ama Jumanne unaweza kaamka Jumanne au juma ngapi, Jumatano, wasema leo nimefunga kwa ajili ya Allah, jaiz. Man sawama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu lahu 70 kharifa minan nar, mwenye kufunga siku moja kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu atamweka mbali umbali wa miaka 70 na moto wa jahannam. Saumu siku moja. Lakini saumu nini? Jumatatu, Alhamisi, masiku meupe, tarehe Kiislamu 13, 14, 15, sawa sawa, Arafa, Ashura, ndio siku za kufunga. Lakini hakuna saumu ya Miraji. Tunasubiria Miraji hapa tarehe 27 usiku, tunasoma na tunakula na mpunga, siku ya pili tunafunga. Hiyo haipo na haina malipo kwa Allah, kwa sababu hakuna mtume hakufundisha mahala wala masahaba. Sasa sio kwamba useme tu kwa kuwa umefunga ni ya Allah. Funga ipo katika mrorongo wa zile funga ambazo ziko kisheria ili itwe ibada. Sisi tumekuja tunataka kumwabudia Allah, lazima tumwabudie Allah kama alivyofundisha, wa alla yu'badallahu illa bima shar'a, asiabudiwe Allah ila kwa ile sheria aliyoiacha yeye mwenyewe nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipofundisha. Na hiyo ndio inakamilisha maana wa anna Muhammadar Rasulullah, hakika Muhammad ni mjumbe wa nani? Wa Allah. Lazima tuende kama alivyotufundisha. Wa sadaqatu ibada, na sadaka ibada hii ambayo tunahimizana, hii sadaka ni ibada. Kwa sababu gani? Ni kwa ajili ya Allah. Lakini sadaka hii ikigeuka tukawaelekezea tunafanyia nini? Labda mizimu, tunatoa sadaka kwa ajili ya mizimu, unatoa sadaka kwa ajili ya jambo ambalo haliko kisheria, hiyo haizingatiwi. Na pia unaweza ukaingia kwenye shirki. Unaweza ukaingia kwenye shirki moja kwa moja. Kuna wakati utaingia kwenye haram, kuna wakati utaingia kwenye shirki, kuna wakati utaingia kwenye bid'a ambayo ni uzushi kutokana na kile ule mrorongo wa kile ulichokifanya. Wal hajj ibada, na hija ni ibada, na mtu anapokwenda anahiji kwa ajili ya Allah. Wal khawf wal raja wa tawakkul wal mahab, khofu, matarajio, kumtegemea Allah, wal mahabba, na kule kupenda kwa dhati, unatakana umpende Allah subhanahu wa ta'ala, na huko ni ibada. Hadhihi aidha dakhilatu fil ibada, vyote hivi vinaingia katika ibada. Kullu hadhi ibadati
yajibu an takuna lillahi azza wa jalla. Ibada zote hizi zinatakiwa uzifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si vinginevyo kumfanyia mtu mwingine au kumpelekea mtu mwingine. Hapana. Idhan tauhidullah bil ibada huwa alghayatu min alkhalqi, kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa ibada ndio lengo la sisi kuumbwa, na aya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayuha